Takriban watu 13 wameuawa na wengine 40 kujeruhiwa katika mashambulizi mapya ya Urusi dhidi ya mji mkuu wa Ukraine, Kiev, huku Rais Volodymyr Zelensky akisema uhaba wa makombora ya kuzuia makombora ya ballistic umeiacha nchi yake katika mazingira magumu. Waziri Mkuu wa Ukraine amesema mashambulizi hayo ya usiku yalipiga maeneo mbalimbali ya Kiev, huku majengo ya makazi na maghala yakiharibiwa. Huduma ya dharura ya Ukraine DSNS imesema hospitali ya watoto na shule pia zilipata uharibifu. Kwa upande wake, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema ilitumia silaha zinazorushwa kutoka angani, ardhini na baharini kulenga vituo vya kijeshi na maghala nchini Ukraine. Jeshi la anga la Ukraine limesema Urusi ilitumia drone 168 na makombora 44 katika mashambulizi hayo yaliyolenga zaidi Kiev. Ukraine imedai kuangusha drone 146 na makombora 39 ya cruise. Hata hivyo, taarifa yake imeashiria kuwa hakuna kombora la ballistic la Urusi lililofanikiwa kuzuiwa. Zelensky amesema hali hiyo inaonyesha kwa nini Ukraine inahitaji haraka makombora zaidi ya kuzuia mashambulizi, hususan yanayotumiwa na mifumo ya Patriot. Kwa muda ambao Ukraine haitakuwa na mifumo ya kutosha ya kuzuia makombora ya ballistic, Urusi haitafikiria kwa dhati kuhusu amani, amesema Zelensky. Ukraine imekuwa ikitegemea kwa kiasi kikubwa makombora ya Patriot kutoka Marekani kukabiliana na makombora ya ballistic kutoka Urusi. Hata hivyo, Kiev inasema upatikanaji wake umepungua, wakati Marekani ikiwa imetumia sehemu kubwa ya akiba yake katika vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati. Mashambulizi hayo pia yalisababisha kukatika kwa umeme katika maelfu ya nyumba, huku baadhi ya maeneo ya Kiev yakitumbukia gizani. Ukraine imetangaza Ijumaa kuwa siku ya maombolezo kwa waliopoteza maisha. Wakati huo huo, vita vya mashambulizi ya anga vinaendelea kushika kasi pande zote mbili. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imedai kuangusha drone 726 za Ukraine zilizorushwa kuelekea maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Katika wiki za hivi karibuni, Ukraine imeongeza mashambulizi ndani kabisa ya Urusi, ikilenga Moscow pamoja na miundombinu na vituo vya usafirishaji. Urusi nayo imeendelea kufanya mashambulizi makubwa ya makombora na drones dhidi ya miji ya Ukraine.